Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mario Salamu Kasole. Napenda kuzungumza kidogo juu ya historia ya Uislamu. Jinsi ilivyokuja. Kifupi kusema kama Uislamu uliingia huku kwetu Afrika, precisement RDC na nchi zingine za Afrika ilikuwa 7e siècle. Patana na wale walileta Uislamu huku balikuwa Walibane. Walibane balikuwa condamné à mort. Ndio wakakorompa chef wa prison centrale bakashuka na Malaville mpaka mu fleuve Indien ki Dar es Salaam. Mais après Dar es Salaam ndio wakaingia huku kwetu. Wakati walifika huku kwetu, il n'était pas venu avec la dini, balikuwa na tête de noir. C'est le problème wanaona kama mais ba exploiter ba quoi quotidien kama watu ni problème ya dini. Ndio wakabisha kuneutraliser Uislamu. Uislamu c'est une religion universelle. Haina dini kabila na watu wote. Sasa patana na ile wasisi sasa wewe tulipokea Uislamu. Ndio kama tulipata problemu kubwa kununua masomo. Tulikuwa limuni. Wote Muislamu kusoma ifodile abadilishe dini. Awe Mkristo. Chakua mkindo asome ndio asome. Na akataka kubadilisha dini hata soma. Na avec système sisi tukakubali kuacha dini. Tulikubali kusoma ile masomo ya Wakristo kama ile sepak. Mimi sijifuta kusepak. Ndio na seremoni zote tunafanya, mateatre, nini, makanisa tunaenda tu. Mela après kupanda malipo d'etat na kuingia mzile fakulté ndio ikonaona kama tunatoka. Mimi tunaenda huko Muislamu na huko Mkristo. Basi sasa la au soma. Na ndio inaonekana kama leo tunataka sasa kuonyesha watu kama Uislamu leo ni dini haina ubaguzi. Ijapokuwa watu leo kuna à gauche et droite, mais ni shida. Mwafrika Uislamu kwa Mwafrika ilikuwa mu 1760. Msikia? Sasa wao hapa ndio ukao walikuwa 1482. C'est nyuma sana. Mungu ndani Vasco da Gama mu 1488 je ne me trompe pas. Nyuma sana. Na wengine walikuja. Bale bakamini bale wote balikuwa nyuma, Uislamu ulikuwa. Les Anglais ndio walikuwa wakona kuingia kufuata Waarabu. Wao walikuwa kufuata tête de noir kwa kule les États-Unis. Bale wa français, ba espagnol na anglais. Ndio walifanya tête de noir kutosha huko Afrika kwa États-Unis. Mais Waarabu hawakuelewa nani esclave kule États-Unis. Bale watosha huko Asie. Donc ndio hivyo kifupi na mulaki mbili. Ile fleuve mbili kulikuwa hii fleuve Indien. Ndio ilikuwa zaidi beaucoup fréquenté. Mais sauf des Wakao ndio aliingia ku fleuve Océan Atlantique. Yeye aliingia mu fleuve Congo ndio kuingia huko. Parama ilikuwa Congo, ilikuwa Zambia. Mais puis ile mule mkijikutanisha yeye na yule bole Mkongo kumuuliza anamiza maji ala yeye ni kabila. Ndio wazamini Mkongo, ndio kaandika fleuve Congo. Na ilikuwa Congo. Na ndio watu kuleto wakongola ni njia ule. Kifupi ni kusema kama Uislamu ulikuwa zamani. Hii madini yote ilikuwa usata ile kwa hapa. Na wakati ulikuwa mapo ya mafro kulikuwa kufuru ya Dani, kulikuwa kufuru nani ya Chantel. Ile ilikuwa makaya kulikuwa kwa kupiganisha Uislamu. Na hiyo wakati ilikuwa kutana kama wakati fulani hivi ilikuwa kutanisha kama deja Afrique donc RDC 3/4 ilikuwa déjà occupé na Waislamu, donc les Arabes et les Arabisés. Treke Manono, Kasongo, Uvira, Tekita. Bale walikuwa déjà Waislamu. Mule mvita sasa wakati walipigana vita kwa kusema waelimine Uislamu, kukawakia mingine miwili. Zama hizo kulikuwa Kasongo na Katongo. Ndio miji iliresiste mu conflit yenye ilifanyika mu Waarabu na Waislamu. Hadi leo. Na ndio miji miwili inajulikana hapa na kwa niveau international. Ndio miji miwili yenye kujulikana kama ndio kulibaki Uislamu na ndio Uislamu ulio kupigana kwa leo. Nasikia. Sasa ndio hapo ndio tunafanya appel. Waislamu ni wandugu zetu Waislamu nani waangalie sasa. Mu niveau tu kwenye eske tunaavance na tunaregresse. Mais kwa kifupi pour ne pas loin ile ndio en bref ya historia. Bon tukienda hapo kwa parquet. Hii TVA de grande distance. Ni ya Wahindi. Haiko ya leta.
hapo na zingine nafasi ni auditoire militaire même ka ni Waislamu. Basi kumbe ndio kifupi msio kitu tangu zamani mpaka leo. Kama kule wetu Katongo msanga ndio pale juu msikiti. Na yule msikiti wale waliujenga walifungwa. Telekea Alifa Mayunda alifungwa, na Alifa Musa alifungwa. Tu wa moya central. Bonite tu yule Mwarabu alikuwa muile ile monde ya Europeo kulivia Bukavu, bali wako ndani bani kufa. Mwavika alikuwa jua kanuni ndio aliwatetea wakafunguliwa. Hiyo tunajua. Sasa kwa leo ndio tunataka kuondoa Uislamu. Wasome elimu zote. Kutoka Qur'an Kizungu, ndio kusaidia watu wote. Ndio Uislamu haina kabila, haibagui, ni watu wote. Na ni dini nzuri zaidi. Kifupi sana wale kwa rahmatullahi wa barakatuh.